Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limefanikiwa kumkamata mtuhumiwa anayehusishwa na mauaji ya watu wawili waliokuwa wamefukiwa ndani ya eneo la nyumba yao mtaa wa Sindano, Mwananyamala, jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, mtuhumiwa Hosam Hamza maarufu Maopena amekamatwa Julai 17 mwaka 2026 majira ya saa 9 alasiri eneo la Makongo, akiwa na kisu kilichokuwa na damu pamoja na mavazi yaliyokuwa yamechafuka damu na kupelekwa kituo cha polisi kwa mahojiano. Baadaye usiku, polisi walipokea taarifa kutoka kwa wananchi kuwa watu watatu waliokuwa wanaishi nyumba moja ya mtaa wa Sindano walikuwa hawaonekani, huku kukiwa na damu nyingi ndani ya nyumba hiyo. Uchunguzi wa kisayansi uliofanyika ulibaini kuwa watu wawili, Hamza Juma Omari almaarufu kama Mautila mwenye umri wa miaka 48 na Ali Juma Omari mwenye umri wa miaka 37 walikuwa wameuawa na kufukiwa ndani ya shimo katika eneo la nyumba hiyo. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtuhumiwa Hosam Hamza Juma almaarufu kama Maopena, ambaye pia ni mtoto wa marehemu Hamza Juma Omar, ndiye alidaiwa kutekeleza mauaji hayo ya baba yake mzazi pamoja na baba yake mdogo kabla ya kuwafukia, ambapo polisi wamesema sababu za tukio hilo bado zinaendelea kuchunguzwa. Hata hivyo, maneno ambayo yanaendelea mtaani ni kwamba wanasema kijana huyo alikuwa akidai urithi ingali ya kuwa bado wazee wako hai, lakini wengine wanasema kwamba mtoto huyo, kijana huyo aliweza kuzamia kule nchini South Africa akiwa ni kijana mpole mstarabu, lakini alirejea kama akili zake hazikuwa timamu. Na kuna maelezo mengine ambayo majirani walikuwa wakieleza, walisema kwamba kijana huyo alikamatwa na polisi, lakini familia sasa ilikuwa haina pesa ya kuweza kwenda kumtoa polisi. Walichokifanya, chumba chake ambacho alikuwa akilala walikipangisha ili waweze kupata pesa ya kwenda kumtoa huko polisi. Sasa baada ya kutolewa kile chumba ambacho walikuwa wamekikodisha kina mpangaji, hivyo hakuweza kwenda kuingia tena katika chumba hicho, ikawabidi wao wanalala yeye, baba yake pamoja na baba mdogo wake, yeye pamoja na baba mdogo wake, yeye pamoja na hao ndugu zake. Hivyo basi hicho kitu ndicho ambacho kimepelekea mpaka sasa hivi pengine labda kuna mashaka alikuwa na matatizo ya akili, lakini pia visasi ndani yake ama kuweza kudai urithi. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili uwe wa kwanza kupata update na makala.